Ukiangalia katiba yetu, ibara ya 5, nadhani ni ibara ya 5 2.3 imetoa haki ya kwa mwanachama yeyote kuweza kushiriki vikao vya chama vinavyomhusu, iwe ni ngazi ya tawi, msingi, kata na kadhalika. Ni haki yake kushiriki, lakini sio tu kushiriki, kutoa mawazo yake kwa uhuru, si umeelewa, na kuzingatia taratibu za kikatiba katika uwasilishaji wa mawazo yake. Lakini pia wakaona tukitoa tu haki kama chama, kuna watu watachagua kutokuifuata kwa sababu si haki tu, hata usipoitekeleza ikaja ikafanywa wajibu na katiba hii ya chama, si ndio? Kiangalia ibara ya 5.3.1 inasema mwanachama ana wajibu wa kushiriki kikamilifu vikao vinavyomhusu na katika shughuli zingine za chama kadiri, si ndio, atakavyotakiwa. Kwa hiyo kumbe uhuru wa kujieleza au taratibu za kuweza kuwasilisha mtazamo, maoni yako umepewa haki, lakini imefanywa kuwa wajibu wako. Kwa ukiwa na mtazamo tofauti, ukiwa nahisi kwamba hapana, mimi na utaratibu tulionao si mzuri, mimi nahisi tuende tofauti, kuna taratibu zimewekwa. Lakini ukishaanza kuzikiuka hizi taratibu, ukaanza kutumia uhuru wako nje ya taratibu hizo kama zinavyotajwa kwenye vikao halali vinavyokuhusu, kwa taratibu za maadili, tayari katiba pia inatoa mwongozo wa namna gani wewe utafsiriwe. Kwa sababu kama kuna utaratibu wa kawaida upo, wewe unashindwa kuufuata, katiba inasemaje? Utakuta kuna sehemu nyingi imefafanua, lakini ukija kurudi kwenye swala la kuweza kupingana na msimamo, kwa mfano kama sasa jinsi ilivyo, chama kimeamua, kimepita katika vikao halali, kimeona kwamba jambo fulani ni hila hapa, tumeshalichakata, tumelitoa, kikao halali kimeazimia, kimetoka na msimamo, sasa tunakwenda na njia hii. Wewe mtu unatoka from nowhere, unakuja unasema no, mimi na mtazamo tofauti na ushauri tofauti, licha ya kwamba mmekwisha amua, sio? Sasa ambao katiba hairuhusu, ambao katiba inaruhusu, lakini hata kama umekuja na nili tofauti, kwa sababu katiba inafahamu mtu unaweza tukaamua tumeamua kitu ambacho sio sahihi, inakupa nafasi ya kufuata taratibu zile zile za vikao vinavyokuhusu na katiba na kanuni, ili uweze kuleta mawazo yako tofauti. Kwa sababu kwenda kupingana na chama nje ya zile taratibu imewekwa katika kosa moja kubwa sana, kati ya makosa makubwa ndani ya chama: usaliti. Hii ilipo katika kanuni za maadili na miongozo ya maadili. Ukiangalia ni kwenye sehemu ya kwanza ya usaliti, lakini ni kipengele cha 3 kwamba kupingana na misimamo ya chama hadharani, si umeelewa, ni hadharani. Kwa mfano na nje ya vikao, tayari inatafsiriwa kwamba hii ni sehemu ya usaliti. Wewe una jambo, kuna taratibu zimewekwa, umepewa haki, lakini pia umefanywa kuwa wajibu kuleta hilo jambo lako ambalo linaweza likawa ni tofauti na vile tulivyoamua kama chama. Kwa nini uende ukapingane nje na msimamo wetu? Tayari tunasahau, tunaona kwamba inawezekana una ajenda nyingine nyuma. Kuna chembe ya usaliti kwenye hichi ambacho kinaendelea. Na ndio katiba na kana maadili ninavyosema, sio maneno ya Dedan. Ni kanuni ndio zinavyoeleza. Ukienda tofauti, you're done. Lakini pia ukiangalia katika hiyo sehemu ya mwongozo wa maadili, kipengele nadhani ni cha 5, kufanya ushawishi. Ushawishi wa mgomo ndani ya chama, si ndio? Tayari ni miongoni mwa makosa ambayo yanatambulika kama usaliti, ambayo ndio kosa kubwa ndani ya chama. Nyinyi mnajiorganize nje ya vikao, si ndio? Mnajikusanya huko nje ya vikao, taratibu zile zilizotajwa, mkiwemo kuna viongozi ambao wanaingia kwenye vikao halali, ambao wana access ya kwenda kupeleka hayo mapendekezo, si umeelewa, kwenda kutoa hayo maoni tofauti kwa njia ambayo ni halali. Mnaogomea taratibu za chama na msimamo wa chama, tayari hiyo ni kosa la usaliti. Mimi nadhani demokrasia ndani ya chama kuna namna inatumiwa vizuri, lakini miongoni mwa viashiria pia nilisahau, labda nimalizie kwamba kiashiria mojawapo cha demokrasia ndani ya taasisi ni watu kuwajibika na kuwajibishana, si ndio? Sasa mimi nakuwa napata mashaka sana pale ambapo tunapogundua kwamba kuna shida mahala, miongozo iko wazi, watu hawawajibishwi na watu hawawajibiki. Wewe kama kiongozi umeshindwa kuwajibika kusimamia taratibu za chama, watu wafuate taratibu na miongozo ya chama, ukishindwa kuwajibisha, unapaswa wajibike wewe. Wewe wa kujiuzuru au usubiri sisi tukuwajibishe kwenye mikutano. Si umeelewa? Watu wanavunja taratibu, mnatazamana. Hii itakuwa sio taasisi, brother. Haiwezi kuwa taasisi. Mchome, ushirikishwaji, uwazi, kushiriki kwenye chaguzi, uhuru wa kutoa maoni ameyataja kama viashiria kadhaa kwenye yale mengi ambayo ameyazungumza vya demokrasia. Unaviona? Yes, kwanza ni shukuru na
nimemsikiliza mdogo wangu Dedan. Na niseme tu yani kwa bahati mbaya ni kwa sababu